asifiwe. Watu wa Morogoro, ninakusalimu kupitia jina la Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa mtumishi Conrad. Nimekuletea habari njema, habari ya neno la Mungu, habari ya ufalme wa mbinguni, habari ambayo itakusaidia, habari ambayo utatembea nayo. Ndio habari ambayo nimekuletea wakati unaendelea na biashara yako, na mimi pia naendelea na neno la Mungu. Hatutaribiana. Kwa hiyo naomba usikivu wako uwe na amani kabisa, kwa sababu kuna habari njema ambayo nimekuletea siku ya leo, na ukiwa tayari basi utaipokea. Na habari njema ni kuhusu ufalme wa Mungu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Marko sura ya 1 na ule mstari wa 14 na 15. Nitasema Marko sura ya 1 mstari wa 14 na 15. Maandiko yanasema kwamba hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Ndiyo neno ambalo nimekuja kukuletea jioni ya leo, ya kwamba ni wakati wa kutubu, ni wakati wa kuwa tayari, kwa maana Bwana Yesu anakuja tena. Bwana anakuja kuwachukua walio wake. Bwana anakuja kuwachukua waliotengeneza maisha yao. Bwana anakuja kuwachukua watu waliotubu, watu ambao wamesafika, watu ambao wametengeneza maisha yao, watu ambao wako tayari kuacha dhambi, watu ambao wamechukia dhambi na wakampokea Bwana Yesu. Jioni ya leo Mungu anaweza kukusaidia. Yawezekana maisha yako hayaeleweki, yawezekana ni mlevi, yawezekana ni mshizi, yawezekana unaenda kwa waganga, lakini nataka niseme jioni ya leo ya kwamba yuko Yesu Kristo ambaye anaweza kukusaidia. Yawezekana unauza biashara hapa na hata haitoki kwa sababu wengine wanafanya uchawi, lakini nataka niseme kwa habari ya njema ya kwamba Yesu anaweza kukusaidia tena. Yawezekana ni mvuta bangi, yawezekana ni mnywa pombe na umeshindwa kuacha. Nataka niseme Yesu anaweza kukusaidia tena. Haleluya. Haleluya mtu wa Morogoro. Haleluya mtu wa Morogoro. Nimekuletea habari njema ya neno la Mungu, habari njema ya kuacha dhambi, habari njema ya msamaha wa dhambi. Maana mbinguni hawaingii walevi, mbinguni hawaingii waongo, mbinguni hawaingii watu ambao wanapenda pesa wala rushwa, mbinguni hawaingii walevi. Ni wakati wa kutengeneza maisha yako. Jioni ya leo ni wakati wa kumpokea Yesu, ni wakati wa kuiamini Injili, ni wakati wa kutubu, kwa maana Mungu anakuhitaji. Mama yangu ulioko mahali hapa, baba yangu ulioko mahali hapa, Yesu anakuhitaji jioni ya leo. Ni wakati wa kutengeneza, ni wakati wa kutubu, ni wakati wa kumkubali Bwana Yesu. Maana itafika wakati ambao Injili hautasikia tena. Utatafuta neno lakini hautaliona tena. Utatamani kusikia hili neno la Mungu lakini hautasikia tena. Wakati uliokubalika ni sasa, na saa ya wokovu ni sasa. Utubu ukaiamini Injili. Ni wakati wa kutengeneza maisha yako. Yawezekana uko hapa na maisha yako hayampendezi Mungu. Jioni ya leo ni wakati wa kutengeneza maisha yako. Nimekuletea habari njema, nimekuletea habari njema, habari ya neno la Mungu hai, habari ya kutubu na kugeuka, habari ya kuacha dhambi, habari ya matamaa ya dhambi. Nimekuletea habari hiyo, habari ya kuiamini Injili. Haleluya mtu wa Morogoro. Ni wakati wa kumwamini Mungu, ni wakati wa kuacha njia zetu mbaya. Yesu anatuhitaji jioni ya leo. Ni wakati wa kuacha njia zetu mbaya. Yawezekana maisha yako yamekuwa ni mabaya, umekuwa ni mtu ambaye umeshindwa kuacha dhambi, lakini nataka nikwambie yuko mwanaume wa wanaume, simba kabila la Yuda, Yesu Kristo Mnazareti aliye hai, anayeweza kukusaidia hiyo dhambi ambayo unasema umeshindwa. Yuko Yesu Kristo. Wengine tumeokoka vijana bado, na Yesu ametusaidia. Wengine tumemwamini Yesu kwanza tukiwa vijana, na Yesu ametusaidia. Wokovu ni hapa duniani, na baada ya kifo ni hukumu. Ndivyo maandiko yanavyosema, baada ya kifo ni hukumu, baada ya kifo ni hukumu. Na hiyo hukumu ukitaka uikimbie, unaikimbia ukiwa hai sasa hivi. Hauwezi kukimbia hukumu ukiwa kaburini. Ni wakati wa kuokoka, ni wakati wa kumwamini Bwana Yesu. Yawezekana maisha yako umefundishwa na dini yako, umefundishwa na dhehebu yako, wamekufundisha vibaya, lakini baada ya
hivi, tengeneza ukiwa hai tena sasa hivi, tengeneza ukiwa tena sasa hivi hai, maana huwezi kutengeneza tena ukiwa kaburini. Wakati uliokubalika ni sasa, saa ya wokovu ni sasa, hakuna saa nyingine tena. Saa ya wokovu ni sasa. Mama yangu nene, sikiliza, wakati wa wokovu ni sasa. Hautaweza kutengeneza tena ukiwa kaburini. Saa ya wokovu ni sasa, ni wakati wa kugeuka, ni wakati wa kuacha dhambi, ni wakati wa kumpokea Yesu, ni wakati wa kuiamini Injili, ni wakati wa kutubu maisha yako, ni wakati wa kumkabidhi Yesu Kristo maisha yako. Umekuwa ni mtu ambaye unateswa na usinzi, unateswa na ulevi. Amini ya kwamba Yesu anaweza kukusaidia, lakini ni majira yake haya, ni majira ya kuiamini Injili, ni majira ya kuokoka, ni majira ya kutengeneza. Maisha yako yamekuwa ya taabu, ni kwa sababu ya kukaa kwenye dhambi. Ni wakati wa kuokoka tena, utubu na kuiamini Injili. Haleluya, haleluya. Maisha yako yamekuwa yaeleweki. Umekuwa ni mtu mlevi, umekuwa ni mtu ambaye unakwenda kwa waganga na umesahau kumheshimu Mungu aliye hai. Ni majira ya kumheshimu Mungu. Anasema tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni mpate ondoleo la dhambi. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38. Tubuni mpate ondoleo la dhambi. Haleluya. Mtu wa Morogoro, ni wakati wa kutengeneza maisha yetu, 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 ni wakati wa kumgeukia Yesu Kristo aliye hai, aliye Mungu zaidi ya miungu mingine tena. Ni wakati wa kuamini yeye aliye hai. Yawezekana uko hapa maisha yako yaeleweki, yawezekana uko hapa na hujaokoka na unatamani kuokoka jioni ya leo. Uko hapo unatamani kutengeneza maisha yako na Yesu. Uko hapo unatamani kumrudia Yesu Kristo. Nazungumza na mtu mahali hapa, elewe, ni wakati wa kugeuka, ni wakati wa kutubu, maana zitafika nyakati ambazo hautaweza tena kutengeneza. Mtu wa Morogoro, tengeneza ukiwa hai tena, ukiwa hai mahali hapa, tengeneza. Nimekuletea habari njema, habari njema ya ufalme wa Mungu, habari njema ya kutengeneza maisha yako, habari njema ya kubadilika maisha yako, ukampelekea Yesu Kristo. Hiyo mizigo inayokutesa, hiyo dhambi inayokutesa, ni kwa sababu hujamkabidhi Yesu. Jioni ya leo mkabidhi Yesu akusaidie hiyo dhambi, akaiondoe. Iko kiambaza kinachomzuia Mungu kukubariki, kikaondoke. Ni wakati na maadura ya kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Wakati na malizia, yawezekana kuna watu mahali hapa na mjaokoka na hujatengeneza na Mungu, na unatamani jioni ya leo kuokoka, kwa maana umeteseka sana. Maisha yako umekuwa ni mtu wa kuishi kwenye dhambi, umekuwa ni mtu wa kuishi kwenye ulevi, umekuwa ni mtu wa kuishi kwenye kuvuta bangi, na unatamani kumkabidhi Yesu Kristo maisha yako. Ni wakati sahihi, ni majira sahihi sasa. Yawezekana yuko mtu mahali hapa na anatamani kuokoka, anatamani kutengeneza maisha yake, anatamani kutubu, anatamani kumrejea Bwana wetu Yesu Kristo. Inawezekana yuko mtu mahali hapa anatamani kuokoka. Mtu wa Morogoro, mtu wa Morogoro, usione aibu. Yawezekana kuna watu wanatamani kuokoka, yawezekana kuna watu wanatamani kuokoka, wako mahali hapa. Ni wakati wako, ni fursa yako. Kama unatamani kuokoka, unatamani urejeze maisha yako kwa Yesu, basi ni wakati wake. Unaweza ukachukua hatua. Kama unatamani kuokoka, kama unatamani kuokoka, kama unatamani kuokoka, ni wakati wa kuchukua hatua. Kama unatamani kuokoka, ni wakati wa kuchukua hatua. Wakati wa wokovu ni sasa, na saa ya wokovu ni sasa. Hapana nyakati nyingine tena zitakazotokea. Hizi nyakati tunazoishi sitapita, lakini neno la Mungu halitapita kamwe. Inawezekana uko hapa na unatamani kuokoka na unatamani kumrudia Mungu, maisha yako yamekuwa ni mtu wa dhambi. Ni wakati wa kuokoka. Kanisa la Neema ya Kristo pale Msamvu shule, Msamvu mataa kituo kidogo cha polisi. Kama unaelekea Kichangani, kanisa linaitwa Neema ya Kristo. Ninakukaribisha siku ya Jumatano saa 10 jioni, lakini pia siku ya Jumapili ninakukaribisha saa 4 asubuhi hadi saa 7 mchana. Maombi na maombezi ni bure. Inawezekana uko hapa na unasema ninaona aibu, nimehubiriwa, naona aibu kuja mbele kuokoka, basi unaweza kaja kanisani na Mungu atakusaidia tu. Nimekuhubiria kuhusu habari njema ya ufalme wa Mungu, habari ya kubadilika
maisha yako, habari ya kuokoka, habari ya kuacha dhambi, habari ya kumrejea Mungu aliye hai, habari ya kumwamini Mungu aliye hai. Unatakiwa muamini Mungu kwenye biashara yako. Usiamini waganga, usiamini mizimu, usiamini watu waliokufa. Ni wakati wa kumrejea Mungu aliye hai ili akusaidie kwenye maisha yako, ili utembee katika neema ya kimungu. Ni wakati wa kumrejea Mungu maisha yako. Usisahau Mungu ni kila kitu na Yesu ni kila kitu, haiko kama yeye. Muamini Mungu akusaidie. Usiamini uchawi, usiamini uganga. Amina. Mungu akubariki sana. Basi nitamshukuru Mungu na tutakuwa tumemaliza katika ibada hii ya mahali hapa, na Mungu awabariki. Asanteni kwa kunisikiliza, asanteni kabisa. Ninawashukuru watu wa Morogoro. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya neema hii uliyoachia katika mji wa Morogoro kwa ajili ya watoto wako na kila mmoja aliyoko mahali hapa. Nami ninaweka mahali hapa Baba Mungu mikononi mwako, nikikataa kila roho za kichawi, roho za kiganga, roho za miungu mingine katika biashara za watoto wako. Ninakataa kwa jina la Yesu Kristo. Wakakutegemea wewe, wakalishia jina lako wewe. Wasiamini uganga, wasiamini uchawi, wasiamini chochote kibaya kitambacho, wasiamini kwa jina la Yesu. Ninakutukuza kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mwenye pumzi aseme amina.